Yohana sura 3 mstari wa 31. Yeye aje kutoka juu, yu juu ya yote. Yeye aliye wa dunia, asili yake ni ya dunia, ananena nini? Mambo ya dunia. Mstari wa 5 na mstari wa 6. Amin, amin nawaambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuingia ufalme wa mbinguni. Kilichozaliwa na mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Sasa 31 anasema yeye aje kutoka juu, yu juu ya yote. Sasa kwa haraka haraka ukisoma anamwongelea Yesu. Anasema yeye aje kutoka juu. Wewe umetokea wapi? Mstari wa 6 anasema hivi, kwa maana kilichozaliwa na mwili ni mwili, na kilichozaliwa na roho, kilichozaliwa na roho, ile kilichozaliwa na roho ile kizaa, ile roho ni ara kubwa. Maana kilichozaliwa na Roho Mtakatifu. Alafu sema ni roho ara ndogo. Kwa hiyo anakuja kutuambia kwamba unapompa Yesu maisha yako, unazaliwa kwa roho ambayo ni ara kubwa. Kwa Roho Mtakatifu anakuzaa. Kilichozaliwa kwa roho ara kubwa, maana Roho Mtakatifu ni roho ara ndogo, maana sisi. Kwa mtu ambaye amempa Yesu maisha yake, amezaliwa kwa roho. Sasa Kiingereza kinatuambia hivi, for the natural realm can only give birth to the things that are natural, but the spiritual realm gives birth to supernatural life. Kwamba ulimwengu wa kimwili ukizaa, unazaa kitu ambacho ni cha kimwili, ila ulimwengu wa roho ukizaa, unazaa kitu ambacho ni cha kiroho. Anasema hivi, yeye aje kutoka juu, yuko juu ya yote. Wakati tumezaliwa na wazazi wetu, tumezaliwa katika ulimwengu wa kimwili, tumezaliwa kwa mwili, tunakuwa wa mwili. Tunapompa maisha yetu, tunazaliwa tena kwa roho, kwa Roho Mtakatifu, tunakuwa wa rohoni. Kwa hiyo tumezaliwa katika ulimwengu wa roho. Kwa jinsi rohoni tunakuwa tumetokea juu. Kwa hiyo kama umetokea juu, unakuwa yuko juu ya yote. Kwa unapompa Yesu maisha yako, unakuwa umezaliwa upya mara ya pili, unakuwa umetokea juu, hauko chini. Ndio maana Biblia inatuambia tulikufa pamoja naye, tukafufuliwa pamoja naye, tukaketishwa pamoja naye juu sana kuliko falme na mamlaka na usultani na wakuu wa giza na jeshi la pepo wabaya katika ulimwengu huu na hata ule ujao pia. Kwa tuko juu sana. Kwa yeye aje kutoka juu, yuko juu ya yote. Ukisoma mstari wa 8, upepo huvuma nawe unausikia sauti yake, ila hujui unako kwenda, hujui unako kutoka, ila sauti yake unaisikia. Anasema kadhalika vivyo hivyo na kila mtu aliyezaliwa kwa roho. Kwa lugha nyingine ni kwamba ukishazaliwa mara ya pili, ushampa maisha yako, hautakiwi uwe unasomeka au unatambulika na watu wa mwilini. Kuna mikakati na mipango ya kimwili ukifuata na kupoteza. Upepo unausikia, ila haujui unakotoka, haujui unakokwenda, ila madhara yake yanaonekana. Utaona miti na yumba, utaona miti na anguka, utaona nyumba zinaezuliwa kwa sababu ya upepo. Watu wa nje wataona matokeo tu, hawataona njia tunazopita, sababu njia zetu ni za rohoni, sio za kimwili. Kuna mahali unafika na kama umefikaje hapo ulipofika. Kuna mahali unafika unaambia umepataje ulichokipata, umewezaje kwa ulivyo. Hauna explanations, kwa sababu utendaji kazi wa roho sio wa kimwili. Na kwa hiyo kuna mambo ambayo usiyafikirie kimwili yatatokeaje. Wewe ishi kiroho, yataonekana kwa jinsi ya kimwili. Hata mwenyewe Biblia inasemaje? Bwana alipotoa katika mateka, tulikuwa kama watoto ndoto. Hawakujua walitolewaje, walijikuta wameshatolewa tayari. Hawakujua kwale wameangukaje kwenye kambi ya Israeli, ile walishangaa kuna kwale na wakara nyama. Hawakujua mana inatengenezwaje, walishangaa mana ipo na wakaira. Hawakujua mikate 5 na samaki 2 waliongezekaje, walishangaa imeongezeka na walikula na vikabaki. Hawakujua bahari ya Shamu imepasukaje, walishangaa imepasuka. Mungu aliwapa maelekezo, mkibeba sanduku, mkikanyaga mto Yordani kwenye kingo zake utakatika na watavuka. Inakatikaje? None of their business. Ile walijua tukikanyaga vinapita. Kwa ndio maana kwenye mambo ya kimungu Biblia inasemaje? Kadhalika waliozaliwa kwa roho. Si umezaliwa kwa Roho Mtakatifu. Kwenye Yohana sura ya 1 mstari wa 12 inasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Ndio wale waliomiliki jina lake. Waliozaliwa sio kwa damu, sio kwa mwili, ila kwa roho, kwa neno. Maana katika ulimwengu huu wa kimwili tuliopo, tunapompa Yesu maisha tunazaliwa kwa Roho Mtakatifu. Yeah. Tulio kwa Roho Mtakatifu tunakuwa kama upepo. Watasikia sauti, ila hawatajua unaanzia wapi, unaishia wapi. Hawatajua unatokea wapi, unaingilia wapi. Ila watasikia sauti na matokeo watayaona. Na hiyo itakuwa semeka katika jina la Yesu. Amen. Hautasomeka katika jina la Yesu. Amen. Ila matokeo yako yatakuwa dhahiri katika jina la Yesu. Amen.